Kristo tumaini letu. Ndugu zangu wapendwa, wana wa Mungu, leo tunafanya sikukuu ya ubatizo wa Bwana Yesu. Ubatizo wa Bwana wetu Yesu. Tunapofanya sherehe au sikukuu hii ya Bwana wetu Yesu Kristo kubatizwa katika mto Yordani na Yohane Mbatizaji, twakumbushwa kuyatafakari mafumbo makuu yaliyodhihirika katika ubatizo wa Bwana, mapendo yaliyodhihirika kupitia Yesu Kristo, na pia kumtambua Yesu ni nani kwetu. Na tunapomtambua, basi na sisi twakumbushwa juu ya ubatizo wetu tuliobatizwa. Ndugu zangu wapendwa, Mama Kanisa anatualika tuweze kutazama kwa kina ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo, tukitambua kuwa ubatizo wa Yohane ulikuwa ni ubatizo wa toba, watu wapate kutubu dhambi zao ili kumpokea Masia. Lakini Yesu sasa naye anafanya toba. Yesu naye ana dhambi? Jibu la hasha, hana dhambi. Ni unyenyekevu tu ambao anaufanya katika kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Unyenyekevu kama vile alivyoacha umungu wake akautwaa mwili wake Bikira Maria akawa mwanadamu akafanana na sisi, na hivi leo tena anapotaka kubatizwa, ubatizo ule wa toba ni unyenyekevu tu, lakini unyenyekevu katika kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Yohane naye alipomwona akija kwake alisita, kwa sababu alikuwa tayari anamfahamu. Alisita, inawezekanaje sasa huyu anakuja kubatizwa kwangu? Inawezekanaje? Akiwa katika hali ya kusita hiyo na kumkatalia kuwa mimi ndio ninayepaswa kuja kubatizwa kwako, Yesu anamwambia, ndivyo tunavyopaswa kuitenda haki ya Mungu yote. Tunapaswa kuitekeleza haki ya Mungu, mapenzi ya Mungu yaweze kudhihirika. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu yatimizwe. Yesu alikuwa mwaminifu kuyatimiza mapenzi ya Mungu, alikuwa mwaminifu, na hata anamkumbusha Yohane kuyatimiza mapenzi ya Mungu, na ndio maana akakubaliana na kisha akambatiza. Kwa hiyo ubatizo wa Yesu Kristo ulikuwa ni kuyatimiza mapenzi ya Mungu, na anasema na iwe hivyo sasa, kwa maana ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Mathayo 3:15. Kutimiza haki yote, inafaa kutimiza haki yote. Kabla ya kwanza utume wake, Yesu anajinyenyekeza kwa unyenyekevu, anabatizwa, na katika unyenyekevu huko anajishusha kwa wenye dhambi, anapojiandaa kubeba dhambi zao. Anajitambulisha kwa watu kuwa yeye ni mwana wa Mungu ambaye anapendezwa naye. Kwa hiyo ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwa ni utambulisho, kumtambua yeye ni nani,
hata Yohane aweze kumtambua huyu ni nani. Na kumtambua huko ndiko kunakotufanya sisi tuwe wafuasi wake, tumfuate. Ni mwana wa Mungu na Mungu anapendezwa naye. Na ubatizo wa Yesu Kristo, wanateolojia wanasema aliyatakasa maji ya chemchemi ya ubatizo kwa mwili wake safi. Aliyatakasa maji yatakayotumika kwa ajili ya kutubatiza sisi kwa maji na Roho Mtakatifu. Aliyatakasa maji yote. Ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo pia unaashiria kifo na ufufuko wake. Unaashiria kifo na ufufuko wake, kuwa kwa dhambi atapata kifo, lakini kisha atafufuka. Ndio unakuwa mwanzo rasmi wa utume wake wa kuwaokoa watu, kuwaokoa wanadamu. Kwa ubatizo wake yeye ameshuka kwetu na Roho Mtakatifu anamtambulisha. Tendo lile la Roho Mtakatifu kushuka juu yake na kumtambulisha yeye ni nani, ni ishara rasmi ya kupakwa mafuta matakatifu. Ni ishara ile ya kumuonyesha kuwa sasa huyu ni mpakwa mtakatifu wa Mungu, na ofisi yake sasa ya kimasiha sasa inafunguliwa rasmi. Anaanza kazi kama walivyomtabiria manabii, na Mungu anadhihirisha kadiri ya maandiko yalivyomtabiria. Anatambulishwa yeye ni mwana mpendwa wa Mungu. Kwa hiyo ubatizo wa Yesu Kristo unatusaidia sisi kumtambua yeye ni nani kwetu, yeye ni nani, na tunapomfuata tumjue ni nani. Tusibabaike, tumtambue yeye ni nani katika maisha yetu, na hata tunaposali na kumkimbilia tumjue huyu ni nani. Ubatizo wa Yesu Kristo utukumbushe na sisi ubatizo wetu sisi wenyewe tuliobatizwa. Kwa ubatizo wetu tuliahidi kumkataa shetani na mambo yake yote. Yohane alimtambua Yesu na alimjua, lakini kwa sababu ya heshima na kwa sababu ya kujua kuwa mimi si sawa na yeye ni mkubwa kwangu, akataka kushindwa kuyatimiza mapenzi ya Mungu, akavutwa na hali ya kimwili. Na hata sisi ndugu zangu wapendwa, wakati mwingine tunashindwa kuyatimiza mapenzi ya Mungu kwa sababu ya kuvutwa na hali ya kimwili, madhaifu ya kibinadamu na kadhalika. Mwisho wa siku mapenzi ya Mungu hayatekelezeki. Tujifunze kutoka kwa Yesu kuwa kwa ubatizo wetu na sisi tunaalikwa kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Udhaifu wetu unaojitokeza ushindwe kwa nguvu ya Yesu Kristo, kwa mafundisho ya Yesu Kristo. Kama Yohane alivyoshindwa udhaifu wake kwa kumsikia Yesu anasemaje, tuitekeleze ile iliyo haki ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yadhihirike, akakubaliana. Je, sisi mara ngapi tumeshindwa kukubaliana na mafundisho ya Kristo? Je,
mafundisho ya Kristo yamekuwa dhaifu kuliko vizuizi tunavyokuwa navyo? Tafakari. Vizuizi vinavyokuzuilia mapenzi ya Mungu yasitekelezeke ni vikubwa kuliko Yesu? Leo tujifunze kitu fulani. Mafundisho ya Yesu Kristo au neno la Yesu Kristo litusaidie kulainisha vifungo vyetu vinavyotufunga tusitimize mapenzi ya Mungu. Na pia tuliahidi kumsadiki Kristo na mambo yake yote. Tulivyokiri kanuni ya imani wakati wa ubatizo wetu, tulimsadiki Yesu na mambo yake yote tuliyasadiki. Je, tunayatimiza? Ubatizo wa Yesu Kristo utukumbushe kuyajua na kuyasadiki mafundisho makuu ya kiimani ya kanisa. Yesu alipomaliza utume wake baada ya ufufuko wake, aliwaachia maagizo mitume kuendeleza utume wake, na utume wake umeendelea mpaka hali hii, au katika mahali hapa, au katika wakati huu. Ni mwendelezo wa utume alioanzisha Yesu, na mafundisho aliyoyatoa Yesu yakaendelezwa na kufafanuliwa na mababa wa imani wa kanisa. Yanafunuliwa, yanafafanuliwa zaidi na zaidi. Je, tunathubutu kuyajua? Hata tukiyajua, tunasadiki? Kujua ni kitu kimoja, kusadiki ni kitu kingine. Unaweza kujua ukweli fulani lakini usiusadiki, usiuamini. Inawezekana, lakini haya yote mawili yaende pamoja: ujue na kusadiki mafundisho ya kiimani. Utayajuaje mafundisho ya kiimani? Lazima ndugu yangu jibidishe kutafuta, kujifunza, kujifunza. Uwe na katekisimu ndogo, katekisimu ya kati, katekisimu kubwa. Uwe na chuo cha sala na vitabu vingine vya mafundisho ya kiimani. Hivyo ndivyo vitakavyotusaidia kujua mafundisho mbalimbali yanayotolewa na kanisa. Na sasa ukisha yapitia na kuyasoma vizuri na kujifunza zaidi, sasa uyasadiki, uyatekeleze katika maisha. Wakati mwingine tunakuwa gofu kiimani kwa sababu hatujishughulishi kuamsha au kuikuza imani yetu. Unaweza kukuta ulikuwa bora zaidi wakati wa mafundisho, wakati unafundishwa kabla ya komunyo takatifu, kabla ya kipaimara au kabla ya ubatizo wako, ulikuwa imara zaidi. Lakini kwa sababu baada ya kumaliza, kwa sasa nimemaliza, sitafanya mitihani ya mambo haya ya masakramenti, basi unaacha na kujishughulisha. Vyuo vya sala unatupa huko, Biblia haipo tena, na kadhalika. Kwa hiyo hivi vitu tunapojifunza na kuvijua na kuvisadiki, ndivyo tunavyoamsha imani zaidi na kumwelekea Yesu na kutambua yeye ni nani kwetu. Usipojifunza ndugu zangu, utamjua Yesu, utajijua. Mtakatifu Jerome alisema yule ambaye hajawahi soma kabisa maandiko matakatifu hamjui Yesu, na wala hawezi kuwa karibu na Yesu. Hawezi kuwa karibu na Yesu. Hayo tujibidishe kuyajua na kusadiki. Na vipo vitu vingi ambavyo vinatusaidia kuyajua haya mafundisho ya kiimani. Viko vitu vingi.
kanisa letu lina picha mbalimbali picha mbalimbali ambazo zinatusaidia kumjua. Misa ya asubuhi nikaweka kidokezo kimoja cha Mkristo mwenzetu mmoja alitumbukiza picha 2 kwenye grupu la parokia, akauliza hawa ni akina nani? Mimi nilivyoiona tu nikacheka nikafurahi. Lakini sasa huyu mtu ametuletea watu amepigwa picha watu wawili, ametuletea alikowatoa huko, hakuwatambulisha, japo alikuwa na lengo jingine, hakuwatambulisha. Anatuuliza humu hawa akina nani? Lakini basi nikajibu kuwa hawa ni watakatifu somo wa parokia yetu Simoni na Yuda Tadei. Kwa bahati nzuri hawa watakatifu wana picha nyingi, na hizo picha, kila picha inakuwa na ishara yake. Usipojifunza, usipotafakari, usipokuwa na udadisi, utaona ni picha zote zinafanana. Na wakati mwingine hata wa utume wa Fatima nikawa na wasisitiza, jamani, muwe makini na vitu tunavyovifanya, tuwe makini. Hata hizi sanamu hizi, kwa mfano sanamu ile ya Mama Bikira Maria, ziko nyingi, na hizi zinabeba, kila sanamu inabeba ujumbe wake kadiri Bikira Maria alivyotokea na mahali alikotokea. Hii tulio nayo hapa ni ni sanamu ya Mama Bikira Maria wa Fatima. Zipo picha na sanamu za Mama Bikira Maria wa Lourdes, Bikira Maria wa Karmeli na kadhalika, kadiri ya maeneo alivyotokea. Na unapoiona inakukumbusha tukio lenyewe halisi, Kwa hiyo unapomuona Mama Bikira Maria unatafakari, unarudi kwenye uhalisia wa lile tukio lililotokea. Na sasa kama ni mwendo wa sala kiimani, utasali kadiri ya tukio lile linalohusika. Kama ni Bikira Maria wa huruma, utamwendea yeye kadiri alivyotokea na kutoa tangazo la Rozari ya huruma. Kama ni Bikira Maria aliyetokea Karmeli, basi utamuona ameshika skapulari yake. Utatafakari kama unaiamini skapulari au unaivaa na kadhalika. Kama ni Bikira wa Rozari takatifu, utamuona ameshika na rozari yake. Kama ni Bikira Maria wa Fatima, utamuona alivyotokea kule Fatima ameshika rozari, na pia amesimama juu ya kichaka na mawingu chini ya miguu yake, na watoto wale watatu wakiwa wamepiga magoti kumwelekea Mama Bikira Maria. Kwa hiyo vyote hivi ni visaidizi vya kutusaidia tuweze kuimarika kiimani, tuweze kuyajua haya. Na pia sasa ukisha yajua uyasadiki. Sasa maandiko matakatifu usome. Katekisimu ndio hujui hata ikoje. Chuo kidogo cha sala hujawahi gusa. Biblia huna. Picha nyumbani kwako hata moja ya watakatifu, hata ya Yesu au ya moyo mtakatifu wa Yesu huna. Utaimarika kweli? Utaimarika? Utayatimiza mapenzi ya Mungu? Alasha, uwezi. Kwa hiyo ndugu zangu, ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo utusaidie sisi kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Tutende iliyo haki ya Mungu. Tuitimize iliyo haki ya Mungu. Jifunze kabisa, mara nyingi jitahidi. Na ukishajifunza, ukisha mtafakari Yesu Kristo, utajua kuwa Mungu anatutaka tutende nini, anatutaka tuishi namna gani. Na ndipo hapo utakuwa na haki ya kuweza kusema sasa
niyatimize mapenzi ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.